Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baba Levo amekuwa ni mtangazaji wa kipindi kirefu sana katika media nzima ya Wasafi, lakini pia ukizungumzia watu ambao wako karibu sana na msanii Diamond Platnumz, basi huwezi kuacha kumtaja Baba Levo kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anamshauri sana msanii Diamond, lakini pia amekuwa anamsaidia katika mambo yake mbalimbali kuhusiana na media nzima ya Wasafi, lakini pia kuhusiana na record label ya WCB Wasafi. Baba Levo amekuwa kipaumbele sana kwa ajili tu ya kuonekana anamsupport msanii Diamond Platnumz kwa kiasi kikubwa sana. Na ukitaka ugomvi na Baba Levo, basi umguse msanii Diamond Platnumz, yani umtukane au umseme vibaya kwenye mitandao ya kijamii, basi Baba Levo ni lazima tu atakuja na kukuongelea vibaya, ili mradi tu aonekane anamtetea bosi wake. Yani ni msanii lakini pia ni mfanyakazi wa media ya Wasafi ambaye ana upendo wa dhati sana kwa msanii Diamond Platnumz. Yani ni mtu ambaye anamheshimu sana bosi wake kwa sababu ndio bosi ambaye anamweka mjini. Lakini kuna story ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii, lakini story hizo tunaweza kusema kwa sasa hivi zimekuwa ni rasmi baada tu ya Baba Levo yeye binafsi kuamua kuanika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii kwamba anatamani sana aweze kufanya jambo lingine la tofauti na hichi kitu ambacho anakifanya kwa sasa hivi. Tunafahamu Baba Levo kitu cha kwanza ambacho anakifanya, yeye ni mtangazaji wa media ya Wasafi, lakini pia yeye anafanya muziki wa Bongo Flava, lakini tunaweza kusema kwa upande wa muziki ni kama vile muziki umemkataa Baba Levo kwa sababu kitu ambacho anakifanya katika muziki watu wengi hawakisupport kwa kiasi kikubwa. Wamekuwa wakimsema sana kwenye mitandao ya kijamii kwa Baba Levo hajui kuimba, anaiga tu na hiyo sio fani yake. Sasa Baba Levo ameamua kuzungumza waziwazi na kudai kuwa kwa sasa hivi anaacha kazi katika media ya Wasafi, na sababu kubwa za kuacha kazi za Baba Levo bana zimeweza kutajwa siku ya leo. Kumbe Baba Levo sio kwamba ameacha kazi labda amegombana na Diamond, kwa sababu watu wengi walikuwa wakidhani huenda Baba Levo pamoja na Diamond Platnumz wamegombana na ndio maana Baba Levo akaamua kuacha kazi ghafla. Lakini unaambiwa sababu kuu ambayo imemsababisha Baba Levo akaacha kazi, wengi tunafahamu kwa kipindi hichi au mwaka huu 2025 mwezi wa 10 ni mwaka wa uchaguzi, na tutakwenda kuchagua marais, wabunge na viongozi mbalimbali ambao wataweza kutusimamia sisi kama taifa la Kitanzania. Sasa Baba Levo na yeye anatamani sana kugombea ubunge, na ubunge huo basi amechagua kule kwao Kigoma, lakini unaambiwa Baba Levo amekwisha kuchukua fomu kwa ajili tu ya kugombea ubunge wa Kigoma vijijini. Sasa Baba Levo, hiyo ndio sababu yake kubwa ya yeye kuacha kazi katika media nzima ya Wasafi. Anatamani sana kuanza na yeye kuingia katika mambo ya kisiasa, na ukimwangalia ni mtu mzima, lakini pia vigezo na masharti vitazingatiwa ili mradi tu na yeye aweze kupatiwa nafasi ya kuwania hiyo nafasi. Na ndio maana basi tumeweza kushuhudia Baba Levo ghafla tu ameacha kazi katika media ya Wasafi. Baadhi ya watu walikuwa wakizungumza vibaya kwenye mitandao ya kijamii kuwa huenda Baba Levo na msanii Diamond Platnumz wamegombana au kuna kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea chini ya carpet, lakini unaambiwa sababu kubwa Baba Levo ni kwamba anatamani sana kugombea nafasi ya ubunge wa huko Kigoma vijijini, na ndio maana akaamua kuacha kazi katika media ya Wasafi. Lakini pia swala zima la kimuziki, na ndio maana tulimuona Baba Levo amestopu sana katika mambo yake ya muziki kwa sasa hivi, yani atoi ngoma tena. Watu wengi wakawa wanajiuliza kwa nini Baba Levo amepoa au amekata tamaa kwa yale maneno kwenye mitandao ya kijamii kwamba hajui kuimba au ni nini ambacho kinaendelea. Kumbe Baba Levo yeye ana malengo yake mengine binafsi kabisa. Anatamani kugombea nafasi ya ubunge, na tunaweza kusema atapatiwa nafasi na yeye kuweza kunadi sera zake, na tutamuona Baba Levo katika nafasi hiyo ya ubunge ambao anaenda kugombea huko Kigoma vijijini, na hiyo ndio sababu kubwa ambayo imemsababisha yeye akaweza kuacha kazi. Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine.